Sky TV. Kutangazia kutoka studio namba 1 hapa jijini Dodoma. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji ni mimi Joseph, na kwanza ni muhtasari wake. Sekta ya haki imetajwa kuimarika na kuipa Tanzania sura mpya katika utoaji wa haki. Na kimataifa, waasi wa M23 wapora dhahabu zenye thamani ya dola milioni 70. Tutangazia pia kwa upande wa michezo. Kafu yaitaja Simba kuwania tuzo ya klabu bora Afrika. Hujambo mtazamaji, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea dakika 60 za habari. Mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amesema sekta ya haki nchini Tanzania imeimarika kwa kipindi cha miaka 5 ya serikali ya awamu ya 6, akisema kuundwa kwa tume mbalimbali za marekebisho kumesaidia katika maboresho hayo. Ibrahim Jamali na maelezo zaidi. Dr. Samia amebainisha hayo leo Jumatano Oktoba 22, 2025 wakati wa mkutano wake wa kampeni kwenye viwanja vya Kecha Kinyerezi wilayani Ilala mkoani Dar es Salaam, akisema tofauti ya miaka kadhaa iliyopita, sasa hivi haki za Watanzania hazipotei na hakuna ucheleweshwaji mkubwa wa haki katika vyombo vya haki nchini Tanzania. Swala la utawala bora ni kuhakikisha unaongoza nchi na kuangalia masuala ya watu na kuwashirikisha watu wenyewe kwenye kuyapata masuala yanayoyakera, lakini na kutoa suluhu ya masuala yanayoyakera. Sasa katika kipindi hiki cha miaka 5 cha awamu ya 6 tuliunda timu kadhaa, tuliunda tume za kuangalia mambo mbalimbali. Tumeunda tume ya haki jinai kwenda kuangalia masuala ya haki jinai. Haki za watu zinaamuliwa vipi, zinapatikana vipi, wanabinywa vipi, wanafanywa vipi. Wote mnajua kwamba tume ile ilimaliza kazi yake, ikatuletea taarifa, na sasa sekta yetu ya haki, mahakama zetu, haki na sheria iko vizuri sana. Sana sana sana. Haki za watu sasa hazipotei kama zilivyokuwa. Hazichelewi kama zilivyokuwa. Sasa hivi polisi, mahakama, sijui mchunguzi ule DPP, DCI, wote wanasomana. Linaloandikwa leo polisi analisoma DPP, analisoma DCI, linasomwa mahakamani. Taarifa zote, statement zote wanazotoa watu zinasomwa na vyombo vyote. Kwa ule mchezo wa ndugu zetu kwenda kuweka maneno kwenye statement alosema mtu, sasa hivi hayupo. Ulilolisema ndilo linalosomwa kote. Kwa hiyo haki ya watu inapatikana. Na tunaendelea kujenga miundombinu ya haki. Mahakama za wilaya, mahakama za mikoa, mahakama jumuishi, zote tunaendelea kujenga nchi nzima. Katika hatua nyingine, ameeleza kuwa ikiwa atapewa ridhaa ya kuunda serikali, ataendelea na ujenzi wa miundombinu ya sekta ya haki, ikiwemo mahakama za wilaya, mahakama za mikoa na mahakama jumuishi, ili kuendeleza kuboresha sekta hiyo ya haki nchini. Tumevijengea uwezo wa kutosha, vimejipanga vyema, tuko salama wakati wowote. Iwe wakati wa uchaguzi, iwe hakuna uchaguzi, tuko salama wakati wowote. Hivi vimatishio vidogo vidogo wanavyovifanya, kama mnawaelewa, hebu waulizeni. Tuko salama wakati wowote. Nilisema ili ni watoa hofu wananchi. Tokeni kapigeni kura, tuko salama. Ibrahim Jamali, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imeagiza vigogo kadhaa wa Chadema wakiongozwa na makamu mwenyekiti wake wa Tanzania Bara
John Heche kutangazwa gazetini ili wapate wito uliotolewa na mahakama hiyo ukiwataka kufika mahakamani kwa mujibu wa tuhuma za kukiuka amri ya mahakama iliyotolewa Juni 10 mwaka huu. Mariango Mgeta na ripoti kamili. Agizo hilo limetolewa leo Jumatano Oktoba 22, 2025 na Jaji Awamu Mbagwa anayesikiliza kesi hiyo, ambapo uamuzi huo wa mahakama umekuja kufuatia upande wa waleta maombi ambao ni Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili kupitia kwa wakili Shabani Marjani kuieleza mahakama kuwa taratibu za kawaida za kuwafikia wahusika ili kuwapatia wito huo zimegonga mwamba, huku kielezwa kuwa huenda kuna njama ya kukwepa wito huo. Licha ya maombi hayo kupingwa na upande wa utetezi kupitia kwa wakili Mpale Mpoki, lakini mahakama imekubaliana na hoja za waleta maombi na kuagiza tangazo hilo lichapishwe kwenye gazeti linalosomwa sana na linalosambaa kwa haraka nchini kote, na kwamba kesi hiyo sasa itasikilizwa Oktoba 24 mwaka huu. Mahakama ikatoa amri kwamba wapewe wito wa mahakama. Na leo tumekuja hapa mahakamani, taarifa iliyopo ni kwamba waleta maombi wameshindwa kuwapata hawa wajibu maombi ambao nimetoka kuwataja hapo awali. Kwa hiyo mahakama imetoa amri kwamba wakapewe wito kwa kutumia gazeti lolote ambalo linasambaa nchi nzima. Lakini tukaiambia mahakama kwamba baada ya kuitwa shauri kwa mara ya kwanza, sisi na wateja wetu tulipeleka maombi ya marejeo mahakama ya rufani, inaitwa revision, na imefailiwa mahakama ya rufani, na upande wa pili tumewasave hayo maombi. Na nature ya maombi hayo ni kwamba tulimwambia jaji kwamba wateja wetu wanaona kabisa kwamba maombi haya yanawalakini katika hati zao za viapo. Amri iliyotolewa inawagusa waliopo kwenye kesi hii ambao ni wawili. Mtu anaitwa katibu mkuu na mtu anaitwa Board of Trustee of Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa kuwaunganisha wakina Heche, wakina Gervas Lienda, wakina Brenda Rupia, hao sio sehemu ya kesi. Sasa hiyo tunaona kwamba ni pingamizi mojawapo la kisheria ambalo kimsingi linaweza likaamriwa kabla kwenda kwenye kesi ya msingi. Hayo ndo mapingamizi ambayo muhimu ambayo sisi tunaona kwamba yana mashiko, lakini mwisho wa siku mahakama itaamua nini cha kufanya. Kando na Heche, wahusika wengine wanaotakiwa kutangazwa gazetini ni pamoja na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Rose Mayemba, mwenezi wa zamani wa Bavicha Taifa Twa Moipaya, afisa kutoka kurugenzi habari na uenezi Gervas Lienda, na mjumbe wa baraza kuu Hilda Network. Wakati hayo ya kijiri, makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, mapema leo amekamatwa na jeshi la polisi katika viunga vya mahakama kuu ya Dar es Salaam. Mkurugenzi wa sheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Gaston Garubindi, amesema alikuwa anafuatilia kukamatwa kwa John Heche na kusema baada ya kufika polisi wameambiwa tayari amesafirishwa mchana huu kwenda Tarime. Makamu mwenyekiti amechukuliwa na polisi, na mimi mwito wangu polisi, rai yangu kwao, naamini hawajasema sababu kwa sababu tukio la ghafla kabla hata kuijua sababu, lakini mtakumbuka kwamba idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikidai kwamba makamu mwenyekiti alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, taarifa ambayo haikuwa ya kweli. Sasa inawezekana kabisa kukamatwa kwake kunaweza kukawa kunahusiana na taarifa hiyo. Kama kukamatwa kwake kunahusiana na taarifa hiyo, ni jambo la kusikitisha sana. Makamu mwenyekiti, kwa taarifa jeshi la polisi ni kwamba hayuko Dar es Salaam. Baada ya kukamatwa kwake amesafirishwa kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime, ambako wao wanadai tuhuma zake ziko kule, na wao baada ya kumkamata wameshampeleka kule kwa ajili ya hatua nyingine zaidi. Wiki iliyopita Heche alizuiliwa na maafisa wa idara ya uhamiaji katika eneo la Isbania mpakani mwa Tanzania na Kenya mkoani Mara, alipokuwa akielekea kwenye mazishi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya hayati Raila Odinga. Mariango Mugeta, Sky TV, Dodoma. Asante Mariango Mgeta kwa undani wa taarifa hiyo. Tuangazie katika taarifa nyingine ambapo wazazi na walezi wa watoto wameshauriwa kuepuka michezo inayohatarisha usalama wa mtoto
ikiwemo kuarusha juu kwa kigezo cha kunyamazisha, kwani kitendo hicho husababisha kuchanika kwa ubongo wa mtoto na kuchangia tatizo la mtindio wa ubongo. Pius Jayunga na undani wa taarifa hii. Katika mahojiano na Dr. Thomas Kopwe, mtaalamu wa tiba kwa vitendo kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, ambapo amesema licha ya kudhani kuwa ni mchezo unaoongeza furaha kwa mtoto, lakini mchezo huo ni hatari kwa usalama wake. Nasema ubongo wa mtoto ni kama yai. Kwa nini tunasema kama yai? Uathiri ni nyepesi sana. Yai ukichukua yai ambayo umetoka kutagwa sasa hivi vizuri tu, lakini ukalitikisa sana kwa muda mrefu, litatikisika kwa sababu unakuwa umelivunja. Vivyo hivyo hata mtoto, ubongo wa mtoto. Tunashauri watoto wanapokuwa wadogo, wanapoendelea kukua ndani ya kipindi cha miaka 5 kushuka chini, hata kuwarusha watoto juu. Na mtu mzazi amemchukua mtoto anamrusha juu, mtoto anashtuka anarusha, anafurahia kwa sababu mtoto anaona wakati anaenda anafika sema anacheka, lakini ina athari kubwa kwenye ubongo wa mtoto. Unaweza ukatikisika kidogo, tukachana ubongo sehemu, tukaumuumiza mtoto huyu, tukapata mtoto mwenye mtindio wa ubongo. Si vizuri kumrusha mtoto. Haijalishi ana miaka 5, ana miaka mingapi. Fanya michezo mingine, lakini si ya kumrusha. Dr. Thomas anawashauri wanandoa kuepuka matumizi ya vilevi angalau miezi 3 kabla ya kukutana kimwili kwa lengo la kupata mtoto, ili kuepuka kuzaliwa kwa mtoto mwenye mtindio wa ubongo. Kuna wazazi ambao ni walevi, wanatumia vilevi, wanatumia sigara. Sasa tunashauri mama ama wazazi, kabla mama hajawa mjamzito, ndani ya miezi angalau 3 kabla, kuna vitu waache. Moja ya vitu ambavyo tunawashauri kuacha ni vilevi vikali, matumizi ya sigara, kwenda kukutana. Yes, kabla ya kupata ujauzito. Kukutana unaweza kuona kukutana, lakini kukutana sio kupata ujauzito. Ila kama tunaanza sasa tupate ujauzito, inabidi kuviacha hivyo vilevi, kwa sababu vilevi hivyo vinasababisha athari kwenye ubongo wa mtoto, na athari hiyo inaweza kutupeleka kupata mtoto mwenye mtindio wa ubongo. Baadhi ya wazazi na walezi jijini Dodoma wamekuwa na maoni mseto kuhusu namna ya kukabiliana na tatizo la mtindio wa ubongo kwa watoto. Hili haliko sawa, kwa sababu hata kiusalama tu wa mtoto, unapomrusha juu unamshusha chini ni hatari. Wakati mwingine anaweza akaponyoka kwenye mikono akadondoka ukamletea madhara. Kwa hiyo mimi ningeshauri, kama ni moja ya chanzo cha kupatikana ugonjwa wa mtindio wa ubongo kwa mtoto, basi wazazi wenzangu tusifanye namna hiyo, kwa sababu kuna njia nyingi za kumnyamazisha mtoto, sio mpaka mlushe juu. Natoa wito kwa wazazi wanaozaa watoto kwa karine hii, wasio wanarusha, kwa sababu watapata madhara baadaye ya utindio wa ubongo. Ya kama liko kitaalamu zaidi, inabidi ni jambo ambalo linahitajika kwamba tulielewe. Sehemu kubwa ya kuwafikia wananchi ni kupitia waandishi wa habari, vyombo vya habari, na sasa hivi kuna mambo ya mitandao ya kijamii, wasikwepe hiyo. Huko kote huko kuwe sehemu ya kuwafikia wananchi, kwa sababu hilo ni tatizo. Kuhusu utindio wa ubongo, elimu ambayo nimeipata sasa hivi nimeshtua kidogo. Kusema kwamba ukimrusha mtoto juu inakuwa ni sababu au ni chanzo cha mtoto kuwa na mtindio wa ubongo, hii elimu hiyo kwa mwanzo ilikuwa sina. Pindi mama anapotambua kuwa ni mjamzito, wataalamu wa afya wanashauri kuanza kwenda kliniki yeye pamoja na mwenza wake kwa ajili ya uchunguzi wa maendeleo ya mama na mtoto, ili kuepusha uwezekano wa kupata mtoto mwenye mtindio wa ubongo. Naitwa Pius Jayunga, Sky TV. Asante Pius Jayunga kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu: mapambano ya rushwa yakabiliwa na ukosefu wa ofisi za TAKUKURU mikoa 4 na wilaya 54. Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imeeleza kuwa bado mikoa 4 na wilaya 54 hazina ofisi ya taasisi hiyo. Mwandishi wetu Michael Bundala ana taarifa hii kutokea mkoani Geita. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Crispin Chalamila ametoa taarifa hiyo wakati akizungumza kwenye uzinduzi wa jengo la ofisi za TAKUKURU wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita.
Mkurugenzi mkuu amesema wilaya ya Nyang'hwale ni miongoni mwa wilaya zenye bahati ya kupata ofisi za wilaya, huku baadhi ya maeneo yakiwa hayajafikiwa na ujenzi wa ofisi hizo. Kwa ujumla wake, kati ya ofisi hizo 145, majengo ya mikoa yanayomilikiwa na TAKUKURU ni 70 tu, kwa maana ya mikoa 23, wilaya 46 na kituo maalum kimoja. Vile vile majengo yatakayojengwa katika mwaka wa fedha wa 2025 2026 ni 11, ambayo yanajumuisha ofisi moja ya mkoa na ofisi 10 za wilaya. Hivyo kwa hesabu hizo tuna jumla ya ofisi 64 ambazo bado hazijafikiwa kujengewa ofisi, kwa maana ya mikoa 4, wilaya 55 na vituo maalum 5. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa Nyang'hwale ni moja ya wilaya zenye bahati kwa kufikiwa mapema na zoezi hili la ujenzi wa majengo ya ofisi. Ndugu wageni waalikwa, kwa idadi hii ya majengo ya ofisi za TAKUKURU, mtakubaliana nami kuwa serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwa TAKUKURU, jambo ambalo linadhihirisha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa miliki mali TAKUKURU, mradi huo umetekelezwa kwa force account. Ndugu mgeni rasmi, utekelezaji wa mradi ulifanyika kwa kuzingatia matakwa ya sheria za nchi yetu, ikiwemo sheria ya ununuzi wa umma na kanuni zake. Aidha, utekelezaji wa mradi huu ulizingatia miongozo kutoka Mamlaka ya Kudhibiti Ununuzi wa Umma, yani PPRA. Mradi ulitekelezwa kwa utaratibu wa force account chini ya usimamizi wa ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Nyang'hwale na ushauri kutoka kitengo cha usimamizi wa miliki TAKUKURU makao makuu. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita James Ruge ameshukuru kwa ujenzi wa jengo hilo linaloenda kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Jengo hilo la ofisi ya TAKUKURU wilayani Nyang'hwale mkoani Geita limegharimu kiasi cha shilingi milioni 386.3 na lilianza kujengwa tarehe 17 ya mwezi wa pili hadi Agosti 17 mwaka 2025. Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Bundala kwa undani wa taarifa hiyo. Na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani limewataka madereva na watumiaji wa barabara kuhakikisha wanaepuka changamoto zinazosababisha foleni na madereva kufuata sheria za usalama barabarani. Zinazile Mswima na taarifa kamili. Haya yamebainishwa na Sergeant James Msengi ambaye ni mwakilishi kutoka ofisi ya mkuu wa kikosi cha usalama barabarani Dodoma. Amesema watumiaji wanapaswa kufuata sheria za usalama barabarani na kuzingatia mwendo unaotakiwa. Changamoto zinakuwepo barabarani. Muda mwingine unaweza ukakuta gari limeharibika lakini barabara inakuwa haipitiki vizuri, na sisi tunajitoa pale kuhakikisha kwamba tunasimamia kuhakikisha gari ambalo limeharibika barabarani liweze kutoka ili barabara iweze kutumika na watumiaji wengine wa barabara kuondoa ile adha ya foleni. Lakini kuna baadhi ya maeneo unakuta miundombinu ya barabara ndio inakuwa haiko vizuri sana, ambayo inasababisha magari kwenda mwendo mdogo mdogo na kusababisha foleni. Lakini tumekuwa tunasimamia kuhakikisha kwamba madereva wanafuata sheria hata kama magari yanatembea kwa mwendo mdogo mdogo, kwa maana wakifuata sheria basi wote tutatumia ile barabara vizuri. Tofauti na kwamba madereva wakisema kila mmoja ajiendea anavyotaka, mwisho wa siku unakuta foleni inakuwa kubwa, kwa sababu wapo ambao watafanya fujo, wapo ambao wataendesha wanavyotaka. Kwa hiyo sisi tunakuepo pale kusimamia kuhakikisha kwamba madereva pamoja na kwamba kuna foleni lakini wanafuata sheria ili madereva wote waweze kwenda kwa mwendo ule ambao unatakiwa kwenda. Aidha, ameelezea umuhimu wa vyombo vya usafiri kuwa na bima, kwani inasaidia kupunguza gharama kubwa kwa madereva pindi wanapopata ajali. Umuhimu wa bima kwa vyombo vya moto ni mkubwa sana, kwa maana ya kwamba watumiaji wa vyombo vya moto wana wajibu wa kujua kwamba wanapokuwa na chombo cha moto kina bima, basi anakuwa analinda maslahi ya watu wengine ambao wamewabeba, lakini na chombo chake pia kwa ujumla. Kwa hiyo kwa watumia vyombo vya moto na shauri sana wawe na bima. Pale ambapo inatokea madhara makubwa katika vyombo vyao, kama hana bima basi anakuwa anapata tabu, kwa sababu anakuwa sio mnufaika kabisa wa hatua za kisheria ambazo sisi tunaweza tukazichukua. Mwisho wa siku analazimika kutoa pesa zake mfukoni kulipa, kufanyaje, jambo ambalo angekuwa na bima inaweza kufanya namna ya kuwalipa wale waathirika wengine, lakini pia hata kumlipa yeye chombo chake mwenyewe.
ni sehemu ya wajibu wetu. Kwa hiyo tunapokuwa barabarani huko tunafanya operation, tunakagua bima pamoja na mambo mengineyo, lakini madereva wetu tunashukuru kwa kiasi kikubwa wamekuwa watiifu. Magari mengi yana bima na wamekuwa wako vizuri kwenye hilo eneo. Zinazile Mswima, Sky TV. Mtazamaji, tuelekee mkoani Songwe. Mgombea ubunge wa jimbo la Vwawa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Japhet Yasunga amesitisha moja mikutano yake ya kampeni iliyokuwa ifanyike katika kata ya Idiwili, kijiji cha Ilomba, kufuatia kuwepo kwa misiba mitatu katika eneo hilo. John Kiango kutoka mkoani Songwe ametuandalia ripoti hii. Akizungumza kwa niaba ya msafara wa mgombea ubunge wa jimbo la Vwawa wakati wa kukabidhi rambirambi, meneja wa kampeni msaidizi Neema Kibona ametoa pole kwa wafiwa na kuwahimiza kuwa na moyo wa uvumilivu katika kipindi hiki kigumu. Kampeni msaidizi kwa timu ya ushindi ya jimbo la Vwawa. Ukiangalia pale pembeni tumeongozana na mgombea ubunge mtoto wenu Japhet Ngailonga Yasunga. Leo kwa ratiba ya tume ilipanga sisi leo Chama cha Mapinduzi tuwepo ndani ya kijiji cha Ululu na kijiji cha Ilomba kwa ajili ya kunadi sera za Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa kuwa misiba imekuwa ni mingi, tumeahirisha mkutano mmoja wa Ilomba, tukaona tushiriki misiba. Na hapa kwenu asubuhi jirani tu kunyuma pia kuna msiba, tulianza na hapo. Baadaye tumekwenda kushiriki msiba Igwila, na sasa hivi mgombea ubunge amekuja kutoa pole kwenye msiba huu. Poleni sana 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 sana. Hivyo basi, pamoja na mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini bado maisha mengine yanapaswa kuendelea. Tarehe 29 mwezi huu wa 10 ni tarehe mahususi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya uchaguzi mkuu, uchaguzi wa rais, uchaguzi wa wabunge na uchaguzi wa madiwani. Sasa tumekuja kwenu, tunatamani tusemezane na nyinyi kidogo pale ambapo mkutano umeandaliwa. Tumekuja kuomba kura za Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa hapa nitakabidhi salamu za mgombea ubunge kama ishara ya kuungana na nyinyi katika msiba, ili iweze kusaidia kununua chumvi ambayo itaunga kwenye chakula ambacho sisi sote tutakitumia kwa ajili ya miili yetu. Lakini baada ya hapa tutamleta mgombea ubunge na yeye aweze kusema neno la kuwapa pole. Kwa niaba ya mgombea ubunge, ninaomba nikabidhi pole kwa wafiwa. Mwakilishi wa familia ninaomba apokee. Mheshimiwa mbunge ametoa pole ya shilingi 60,000. Poleni sana. Asante. Aidha, mgombea ubunge wa jimbo la Vwawa Mheshimiwa Japhet Yasunga amewaomba wananchi kuwaombea marehemu na kuendelea kuwafariji wafiwa. Niungane na kiongozi wangu kuwapeni pole sana familia, ndugu na jamaa wote ambao tumefiwa. Hakika tumepoteza ndugu, tumepoteza rafiki, tumepoteza mpendo wetu, na sisi tumejisikia vibaya sana. Kama alivyosema kiongozi wangu, tulipanga kwamba leo tungefanya kampeni kwenye kijiji hiki za kuhitimisha kata ya Idiwili, lakini tulipokuta misiba mitatu, kwa kweli tumeumia. Tumeungana na nyinyi katika majonzi haya, lakini lililo kubwa ni kumwombea na kuombea ndugu zetu waliotangulia katika haki, maana kifo kimepangwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe na hakuna mwenye uwezo wa kukizuia. Kwa hiyo tunawapeni pole sana, nawapeni pole sana. Mungu awabariki, awape amani, awape upendo, awape nguvu katika kipindi hiki kigumu mnachokipitia. Asanteni sana. Kiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tunaungana na Godiness Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Usiondoke.
Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godliness Gaspar. Katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Bwana Gerard Mweli amefanya mkutano na wamiliki wa kampuni ya Watco inayomiliki viwanda vya Katumba na Mwakaleli wilayani Rungwe mkoani Mbeya, akiwemo mwakilishi na wafanyakazi pamoja na chama cha wafanyakazi mashambani Oktoba 21 mwaka 2025 hapa jijini Dodoma. Mkutano huo pia umewashirikisha Bwana Abdul Majid Senkela, mwenyekiti wa bodi ya chai Tanzania ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB, na Bi Beatrice Banzi, mkurugenzi mkuu wa bodi ya chai Tanzania. Wadau na hasa wawekezaji wa Watco pamoja na wakulima na wafanyakazi, lakini na benki ya CRDB kwa mshiriki. Naongea hivi kwa sababu na kofia mbili. Mimi mwenyekiti wa bodi ya chai na kivi ni mkurugenzi wa benki ya CRDB, ambao tumewezesha Watco katika ukopeshaji wa kiwanda kile. Leo hii katika maongezi yetu tumejikita zaidi katika zoezi zima la kuangalia ufugaji wa kiwanda, na nafariji kwa maongezi yalikuwa ni mazuri na wawekezaji wameonyesha nia ya kuja na mpango mkati wa kufua kiwanda. Lakini msifu sana Mheshimiwa Katibu Mkuu, kulingana na muda amewapa siku 14, wameleta mpango mkati ambako na benki itakuwa tayari kuangalia na kuona jinsi gani ya kuweza kushirikiana kufua kiwanda na kuhakikisha wakulima wanaendelea zao la chai kama kawaida. Imani yetu kama mpango utatekelezwa vizuri na wakulima wakaweza kulipwa mauzo ya awali ili waanze kuzalisha upya, tuna imani watafanya vizuri. Nikiwa kama mkurugenzi wa benki ya CRDB na imani kwamba soko lipo na chai kinauzika na tatizo ambalo limekuwepo linatatulika kwa wakati. Lakini nafarijiwa kuona ushirikiano huu ambao tumekuwa nao na wizara, Watco wenyewe, wafanyakazi na benki kuhakikisha kwamba tunafua Watco operations zinaanza kama kawaida. Imani yetu
kama benki na kama bodi ya chai kwamba makubaliano haya yatatekelezwa ndani ya muda ambao tumekubaliana. Nawashukuru sana na asante sana. Leo tumekuwa na kikao cha pili. Kikao cha kwanza tulikuwa nacho mwanzoni mwa mwezi huu, ambao kikao hiki ni sisi wizara tulikaa pamoja na bodi ambayo iliwakilishwa na makamu mwenyekiti wa bodi, lakini pia tulikaa na wafanyakazi pamoja na wamiliki wa kiwanda. Na kikao hiki kilikuwa kinafuatia maamuzi ya hivi karibuni ya wamiliki wa kiwanda hiki kutaka kusitisha ajira. Kwa sisi kama serikali tulikaa nao na tukakutambua kwamba na tumekubaliana na wamiliki wa kiwanda hiki kwamba usitishaji wa ajira haujafuata sheria, kwa ajira zile hazijasitishwa, na tumetoa maelekezo hapa, na tulikuwa pia na katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi mashambani kwamba with the immediate effect wanaenda kutoa barua kufuta barua yao ya notisi ya mwanzo ya kwamba ajira zimesitishwa katika kiwanda hiki. Sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Oktoba 22, 2025 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2437 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 2462 na senti 1. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3259 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 3292 na senti 3. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2830 na senti 4 na kuuzwa kwa shilingi 2858 na senti 7. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 139 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 141 na senti 2. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 0. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godliness Gaspar. Biashara na uchumi. Asante Godliness Gaspar katika habari za biashara na uchumi, na moja kwa moja tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni waasi wa M23 wamepora dhahabu zenye thamani ya dola milioni 70. za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Kampuni moja ya uchimbaji madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema waasi wa M23 wamepora takribani kilo 500 za dhahabu ambazo thamani yake inakadiriwa kufikia dola milioni 70. Taarifa hiyo imeongeza kuwa uporaji huo umefanyika kuanzia mwezi Mei mwaka huu, wakati M23 ilipochukua udhibiti wa mgodi wa Twangiza uliopo Kivu Kusini, na kwamba baadhi ya wafanyakazi wa kampuni ya Twangiza Mining walihusika katika vitendo hivyo. Kundi hilo la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda
halijazungumzia chochote juu ya taarifa hiyo, lakini kampuni ya Twangiza Mining imesema inajiandaa kuwasilisha malalamiko rasmi kwa mamlaka za Kongo na kwa makundi ya wapatanishi wa kimataifa, ikiwashutumu waasi hao wa M23 kuwafukuza wakazi, kubomoa makanisa na kutumia wataalamu wa Rwanda kutanua eneo la uchimbaji. Taarifa nyingine ni kwamba shirika la kimataifa la Amnesty International limeitaka Benki ya Dunia kuishinikiza serikali ya Uganda kufuta sheria kali dhidi ya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja kabla ya kurejeshwa tena kwa ufadhili uliokuwa umesitishwa. Wito wa Amnesty umetolewa baada ya afisa mmoja wa Wizara ya Fedha nchini Uganda kusema mapema wiki hii kwamba nchi hiyo itapokea kwa muda wa miaka mitatu jumla ya dola bilioni 2 kutoka katika Benki ya Dunia, ambayo ilisitisha mikopo yote kwa Uganda baada ya Rais Yoweri Museveni kusaini mwaka 2023 sheria hiyo dhidi ya jamii ya LGBTQ+. Wakati huo, Benki ya Dunia imesema kuwa miradi yote iliyofadhiliwa inapaswa kuzingatia sera zake zisizo za kibaguzi. Sheria ya Uganda dhidi ya ushoga ni mojawapo ya sheria kali zaidi duniani, ikijumuisha wakati mwingine hukumu ya kifo katika baadhi ya matukio. Na hatimaye, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum umeshambuliwa kwa droni mapema leo, siku moja kabla ya serikali inayoungwa mkono na jeshi nchini humo kufungua rasmi uwanja huo kwa ajili ya safari za ndani ya nchi. Kuanza kwa safari hizo itakuwa mara ya kwanza tangu zaidi ya miaka miwili. Mashuhuda wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa wamesikia sauti za droni katika maeneo ya kati na kusini mwa Khartoum pamoja na milipuko katika eneo la uwanja wa ndege kuanzia saa 10 asubuhi hadi saa 12. Uwanja huo wa ndege umefungwa tangu mapigano yalipozuka Aprili 2023 kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF na kusababisha miundombinu muhimu kuharibiwa katika mji huo mkuu. Khartoum imekuwa na utulivu tangu jeshi lilipochukua udhibiti mapema mwaka huu, lakini mashambulizi ya droni yameendelea huku wanamgambo wa RSF wakituhumiwa kuilenga miundombinu ya kijeshi na kiraia. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Asante Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani sasa kuangazia ya kimichezo, na hapa studio nipo na mwanamichezo Rai Saidi atujuze kwa upande wa michezo nini kimechomoza. Usiondoke. Sky TV. Sky
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Asante sana mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari kuendelea kuitazama Sky TV. Sasa ni wasaa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo pamoja na burudani. Jina langu Lai Saidi. Tukianzia hapa nyumbani ambapo klabu ya Simba ni miongoni mwa timu 10 ambazo zimeingia katika kinyang'anyiro cha kuwania timu bora katika shirikisho la soka barani Afrika CAF. Simba imeingia kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya msimu jana kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa kupoteza mbele ya RS Berkane. Timu zingine ambazo zinachuana na klabu ya Simba katika tuzo hizo ni pamoja na Stellenbosch ya Afrika Kusini, CR Belouizdad ya Algeria, CS Constantine ya Algeria, ASEC Mimosa ya Ivory Coast, Pyramids ya Misri, RS Berkane ya Morocco, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, Orlando Pirates ya Afrika Kusini pia pamoja na Al Hilal Omdurman ya Sudan. Lakini pia nahodha wa klabu ya Simba Sport Club Shomari Salum Kapombe yametajwa kwenye orodha ya wachezaji 10 wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka 2025 wa shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa wachezaji wa ndani ambao inawaniwa pia na mshambuliaji wa Pyramids FC Fiston Kalala Mayele. Ikumbukwe Kapombe ndiye mchezaji pekee kutoka kusini mwa jangwa la Sahara kupenya kwenye 10 bora, huku wachezaji wengine wote wakitokea ligi za Morocco, Misri pamoja na Algeria. Wachezaji wengine wanaowania tuzo hiyo ni pamoja na mshambuliaji wa Al Ahly ya Libya Ismaili Belkacem, kiungo wa Pyramids Ibrahim Ubrati Toure aliyekuwa beki wa RS Berkane, Issoufou Dayo ambaye ametimkia Salah Sport Club ya Qatar na winga Imam Ashol wa klabu ya Al Ahly. Tuzo hizo zinatarajiwa kutolewa mwishoni mwa mwaka huu katika hafla maalum ambayo itafanyika nchini Misri. Kwingineko ni kuhusiana na chama cha soka cha mkoa wa Tabora Tarefa
kimetangaza rasmi timu ya Mbeya Kwanza FC kuanza kutumia uwanja wa Al-Hassan Mwinyi kama uwanja wake wa nyumbani kwenye mechi zake za ligi daraja la kwanza maarufu Championship. Taarifa iliyotolewa na uongozi wa taarifa kupitia katibu mkuu wake Awazi Sabuni imesema timu hiyo ambayo inashiriki ligi daraja la kwanza itaanza rasmi kutumia uwanja huo siku ya Jumamosi Oktoba 25 kuna mchezo wake dhidi ya Geita Gold. Mbeya Kwanza tayari wameshaomba kutumia uwanja huu na mimi kama katibu nimeshatumiwa taarifa na bodi ya ligi. Kumbuka mimi ndio msimamizi wa kituo hiki. Tayari nawapokea na hivi ninavyosema siku ya Jumamosi Mbeya Kwanza atacheza hapa dhidi ya Geita Gold. Kwa hiyo niwakaribishe, lakini pia tunakaribisha na wengine ambao wataona sio lazima wafungiwe, unaweza kubadilisha na mazingira pia. Unaweza ukachagua baadhi ya michezo wakatuletea Al-Hassan Mwinyi. Mkoa wa Tabora ni mkoa wenye vibe, ni washabiki wanaopenda mpira. Kwa hiyo sio lazima kusubiri kufungiwa. Unaweza kaamua kubadilisha mazingira wakatoka Dar es Salaam wakaja Tabora wakacheza mechi wakaenjoy wakarudi Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi tuko tayari kuwapokea wageni wote. Na mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania Gabriel Geai amerejea nchini baada ya kutokea nchini Uholanzi alikokwenda kushiriki mashindano ya TSCS Amsterdam Marathon ambapo amekiri kukutana na ugumu. Mbio hizo zilifanyika Oktoba 19 mwaka huu ambapo Geai alimaliza wa 4 kwa muda wa saa 2 na dakika 4 akitumia sekunde 36. Huku Mkenya Geoffrey Totorich Kipchumba akiibuka mshindi wa kwanza baada ya kukimbia saa 2 dakika 3 na sekunde 30 na kuweka rekodi ya mwanariadha ambaye amekimbia muda mfupi zaidi katika mbio hizo. Kwa kutumia saa 2 dakika 4 na sekunde 36 imemfanya Geai kujitengenezea muda wake bora kwa marathon ambazo amekimbia mwaka huu ikiwemo Daegu za Korea Kusini na Berlin nchini Ujerumani. Pia amefuzu mashindano makubwa ya Olimpiki, Jumuiya ya Madola na mashindano ya dunia. Nashukuru nimerudi salama chini kutoka mbio za Amsterdam Marathon. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nilifanya kadiri ya uwezo wangu na nikashika nafasi ya 4 ambayo imenifanya nikapata muda mzuri ambao ni muda wangu bora kwa mwaka huu na mwaka jana pia. Mashindano ni magumu sababu sio mashindano madogo, ni mashindano ambayo ni platinum level, yanafuatia baada ya major marathons na walioko pale ni washindani ambao kwa kweli ni ushindani mkubwa ambao mimi mwenyewe sikutegemea napoenda pale, lakini hicho kikuta mimi mwenyewe ndo nimeshuhudia. Kwa hiyo kikweli mashindano yana ushindani mkubwa, lakini nashukuru kwamba na mimi mwenyewe nimeonyesha uwezo wangu na nikafanya vizuri kadri ya uwezo wangu. Sisi kama shirikisho la riadha binafsi tunayo furaha kubwa na tunajivunia kwa wanariadha wetu kufanya vema hasa kwa weekend iliyopita katika mashindano mbalimbali ya kimataifa ikiwepo Amsterdam Marathon ambapo mwanariadha wetu Gabriel Geai ameweka muda wake bora kwa mwaka huu, lakini vile vile ameshika nafasi ya 4, lakini vile vile amefuzu kwa ajili ya mashindano mbalimbali ya kimataifa kama vile michezo ya Olympic, michezo ya Jumuiya ya Madola, michezo ya Afrika, lakini na hata michezo ya riadha ya dunia ambayo tunatarajia ifanyike miaka 2 ijayo. Kwa hiyo niseme tu kwanza ni jambo la kishujaa ambacho Gabriel amekifanya. Tumeangalia yale mashindano, kuna wakati mliona mtangazaji wa mashindano yale alikuwa anasema sasa Tanzania imerudi, Gabriel Geai anaenda kuweka historia nyingine ambayo aliweka huko miaka 30 iliyopita Gidamis Shahanga. Kwa hiyo ilikuwa jambo la kishujaa katika mbio zile Tanzania kuwa na historia. Tuelekee kimataifa ambapo klabu ya Liverpool imeripotiwa kumtaja mshambuliaji wa Bournemouth Antonio Semenyo kama mrithi wa muda mrefu wa Mohamed Salah, ambapo ikipanga kufanya usajili mwezi Januari baada ya kubainika kuwa ana kipengele cha kuachiliwa kwenye mkataba wake. Salah aliyefunga jumla ya mabao 248 katika michezo 412 tangu mwaka 2017 kwa sasa anapitia kipindi kigumu baada ya kushindwa kufunga bao lisilo la penati kwa michezo 7 mfululizo ya ligi kuu ya soka nchini Uingereza, ambapo rekodi yake mbaya zaidi akiwa na kikosi cha Liverpool.
Semenyo kwa upande mwingine amekuwa moto wa kuotea mbali msimu huu akifunga mabao 6 katika michezo 8 ya ligi, ambapo uchezaji wake wa kasi, uwezo wa kushambulia kutoka pande zote na bidii katika kukaba umewavutia maskauti wa Liverpool. Ripoti zinasema kwamba mkataba wake mpya na Bournemouth una kipengele cha kuachiliwa ambacho huenda kikawa chini ya pound milioni 100, jambo linaloweza kuwapa Liverpool nafasi ya kufanya dili hilo mapema mwezi Januari. Liverpool licha ya kutumia fedha nyingi msimu huu bado ipo vizuri kifedha na inaweza kutumia uhusiano wake mzuri na Bournemouth kupitia mkurugenzi wao wa michezo Richard Hughes kumaliza dili hilo kirahisi. Na taarifa nyingine ni kuhusiana na ligi kuu ya soka nchini Hispania, La Liga, ambapo imethibitisha kuwa mchezo uliokuwa umepangwa kuchezwa nchini Marekani kati ya FC Barcelona dhidi ya manyambizi wa njano Villarreal, mchezo huo hautachezwa tena Miami nchini humo kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali. La Liga wameweka wazi kuwa sababu ya kuahirisha mchezo huo kupigwa nje ya Hispania licha ya shirikisho la soka duniani FIFA kuruhusu ni kutokana na kukosekana kwa muda wa kutosha kuandaa ipasavyo mchezo huo mkubwa katika historia. Mchezo huo ni rasmi utachezwa nchini Hispania kama kawaida katika uwanja wa nyumbani wa Villarreal, ambapo mchezo huu utapigwa Disemba 21 mwaka huu, na mipango ya kupeleka michezo ya La Liga nje ya nchi imeahirishwa mpaka pale itakapotangazwa tena. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Mindi Joseph yupo tayari kukamilisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Asante mwana michezo wetu Lai Saidi kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Na sasa mtazamaji, ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo tunatarajia hali ya kavu kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini. Na mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Tanganyika upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho maeneo yanazunguka Ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma na Tabora kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa upande wa joto tunatarajia hali ya joto kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha juu kabisa cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 35 katika mkoa wa Katavi. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache. Ilhali katika mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua.
Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ya kutwa nzima leo, tupate muhtasari wake. Sekta ya haki imetajwa kuimarika na kuipa Tanzania sura mpya katika utoaji wa haki. Na kimataifa, waasi wa M23 wamepora dhahabu zenye thamani ya dola milioni 70. Na katika michezo, CAF yaitaja Simba kwa nia ya tuzo ya Timbora Afrika. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Sky TV. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi muda na wakati kama huu hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa ya habari, jina langu ni Mindi Joseph, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Sky TV.